Aibu kubwa imetanda nchini Tanzania baada ya Samia Suluhu kupigia magoti nchi ya China iweze kumsaidia kuhalalisha uongozi wake wa damu ambao wengi wamesema ni batili. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu ama mwaka jana ulitangazwa kama mafanikio makubwa ya Beijing, wakati ardhi ya Tanzania ilipokea majeruhi, vifo na hofu isiyofichika, tukio lililofungua pazia la mgongano mkali kati ya simulizi rasmi za dola na ushahidi unaoendelea kuongezeka kutoka mitaani, vituo vya afya na kumbukumbu za asasi za kiraia. Kauli ya uungwaji mkono kutoka China ilikuja katika wakati ambao vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia vilikuwa vikihesabu madhara ya maandamano ya baada ya uchaguzi yaliyokandamizwa kwa nguvu, yakitajwa kusababisha angalau watu 2,000 kuuawa au kujeruhiwa. Hapa ndipo mahadithi hii inapoanza, kwamba kwenye pengo hatari kati ya sifa za kidiplomasia na gharama ya kibinadamu. Taswira iliyosambaa ilionyesha waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi akishikana mkono na kiongozi wa Tanzania, ishara inayobeba ujumbe mzito kuliko maneno, kwamba katika ziara yake onyo dhidi ya kile kilichoitwa kuingilia mambo ya ndani lilitangazwa kwa msisitizo, sambamba na uthibitisho wa uungwaji mkono wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Ujumbe huu ulisomwa kama barua ya dhamana kwa utawala uliotangaza ushindi wa karibu 98% ya kura, katikati ya madai makubwa ya udanganyifu, kuzimwa kwa uhuru wa kisiasa na kukandamizwa kwa sauti pinzani. Ndani ya Tanzania, takwimu za majeruhi na vifo vilivyosambazwa na vyama vya upinzani na kuthibitishwa kwa mikondo ya ushahidi wa kiraia ulioratibiwa na asasi kama Legal and Human Rights Center. Ripoti zao zilieleza mnyororo wa matukio uliotanguliwa na vizuizi vya mikutano ya kisiasa, matumizi ya nguvu wakati wa upigaji kura na uhesabu, na kukithiri kwa vikosi vya usalama katika miji na vijiji vilivyoonekana kwa ngome za upinzani. Baada ya matokeo, maandamano yaliibuka kama kilio cha mwisho cha umma kilichokatizwa kwa risasi, vipigo na kukamatwa holela. Kimsingi, kauli ya China ilijikita katika falsafa yake ya kutoingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine, na sera iliyojijenga kama nguzo ya ushirikiano wa kusini. Lakini baada ya muktadha wa Tanzania, sera hiyo iligeuka kuwa pazia linalofunika uhalisia wa ukiukwaji wa haki za binadamu, ikitoa baraka za kimya kwa mienendo iliyodhoofisha uhalali wa uchaguzi. Kwa Watanzania wengi, maneno hayo yalionekana kama uhalalishaji wa nguvu dhidi ya raia, si msimamo wa kidiplomasia usioegemea upande wowote. Mtazamo huu haukuibuka bila mizizi ya kihistoria. Uhusiano wa Tanzania na China umejengwa kwa miongo kadhaa, kuanzia enzi za mshikamano wa kisiasa na miradi mikubwa ya miundombinu iliyoacha alama za kudumu. Reli, bandari, barabara na nishati vimekuwa uti wa mgongo wa uwepo wa China, vikisukumwa na uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni unaotajwa kama injini ya maendeleo. Ndani ya simulizi hili, masuala ya haki za binadamu yamekuwa yakisukumwa pembeni, yakichunguliwa kama masuala ya ndani yanayopaswa kutatuliwa na serikali husika. Katika miaka ya karibuni, Tanzania imepitia mabadiliko yenye mkanganyiko katika uwanja wa siasa na haki. Kipindi cha awali kilishuhudia kukaza kwa sheria za vyombo vya habari, matumizi ya vifungu vya kisheria kudhibiti mikutano ya kisiasa na kesi dhidi ya wapinzani. Ingawa kulikuwepo matarajio ya kulegezwa kwa mazingira ya kisiasa, uchunguzi wa 2025 ulirejesha hofu za zamani kwa kasi na ukubwa uliozidi matarajio. Kauli ya China ilipokuja juu ya mazingira hayo ilichukuliwa kama uthibitisho kwamba masuala ya kimkakati yanatangulizwa mbele ya maisha ya raia. Mitandao ya kijamii, hususan X, iligeuka kuwa jukwaa la mgongano wa usimulizi, na watumiaji walielekeza lawama kwa China kwa kile walichoona kama kipaumbele cha maslahi ya kiuchumi, wakitaja uwekezaji katika miundombinu kama sababu kuu ya kupuuza ukiukwaji wa kiuchumi.
Mjadala huu haukuwa wa maneno tu, ulifichua hofu ya mvutano kati ya raia wa Tanzania na wahamiaji wa China wanaofanya kazi katika miradi mbalimbali, wakibebeshwa mzigo wa maamuzi ya kisiasa ya mataifa. Na katika kanda ya Afrika Mashariki, athari za msimamo huu zilianza kuonekana kupitia tahadhari za kimya kimya kutoka kwa wanaharakati na mashirika ya haki za binadamu. Ingawa baadhi ya serikali ziliepuka kukosoa waziwazi, mazingira ya kikanda yaliyoonyesha wasiwasi juu ya mwelekeo wa kukubalika kwa uchaguzi zenye dosari, mradi tu zinalinda mikataba ya maslahi ya kiuchumi. Hii iliweka Tanzania katika ramani pana ya mjadala kuhusu mustakabali wa demokrasia barani Afrika na nafasi ya washirika wa kimataifa katika kuilinda au kuiacha iyumbe. Ndani ya simulizi la China barani Afrika, sera ya kutoingilia imekuwa ikitetea heshima ya mamlaka ya kitaifa, na hata hivyo kwa vitendo sera hii imewapa watawala wanaokabiliwa na lawama za ukiukwaji wa haki uwanja mpana wa kutekeleza. Na Tanzania ilipokuwa ikihesabu majeruhi wake, uungwaji mkono huu ulionekana kama wa muhuri wa uhalali wa hatua zilizochukuliwa dhidi ya waandamanaji. Kwa upande wa serikali ya Tanzania, ushindi uliotangazwa kwa 98% ulitumika kama ushahidi wa ridhaa ya wananchi, lakini takwimu hizo zilipingana na picha za mitaani, ushuhuda wa hospitali na kumbukumbu za kukamatwa kwa wingi. Pengo kati ya namba ya uhalisia liliweka nchi katika mgogoro wa uaminifu, ambapo uhalali wa kisiasa ulijengwa juu ya msingi unaotiliwa shaka na sehemu kubwa ya umma. Kwa wachambuzi wa haki za binadamu, kesi ya Tanzania inaonyesha mwelekeo hatari ambapo serikali zinaweza kutegemea uungwaji mkono wa kimkakati kutoka kwa nguvu za kiuchumi ili kukwepa uwajibikaji, na hii ni hali inayodhoofisha kazi asasi za kiraia zinazobaki kama walinzi wa mwisho wa ukweli katika mazingira yanayozidi kuwa magumu. Na ripoti za LHRC na wenzao zilifanya kazi ya kurekodi kile ambacho vinginevyo kingeweza kufutwa katika kumbukumbu rasmi. Kihistoria, chaguzi zilizokumbwa na vurugu zimeacha makovu ya muda mrefu katika jamii. Tanzania iliyowahi kujivunia utulivu wa kisiasa ilijikuta ikipoteza mtaji wake wa uaminifu wa kiraia. Athari zake zikahisiwa katika biashara, elimu na mshikamano wa kijamii. Wakati uungwaji mkono wa kimataifa unapokuja bila masharti, unakuwa sehemu ya mnyororo unaoendeleza mzunguko wa adhabu dhidi ya raia. Na katika ngazi za kimataifa, kauli za Beijing zilipigana na wito wa mashirika ya haki za binadamu ya kutaka uchunguzi huru wa matukio ya baada ya uchaguzi. Na ukimya huu ulisomwa kama ishara ya kubadilika kwa mizani ya maadili katika diplomasia ya kimataifa, ambapo miundombinu na mikopo vinazidi kuwa na uzito kuliko haki na uwajibikaji. Na Tanzania ikawa kioo kinachoonyesha mwelekeo huu kwa uwazi usio na kifani. Na kwa Watanzania wanaoishi ndani na nje ya nchi, tukio hili linazidisha hisia za kutengwa. Waliobaki walikabiliwa na hofu ya kuzungumza, huku walioko ughaibuni wakichukua jukumu la kueneza taarifa na kumbukumbu. Na katika mazingira haya, simulizi rasmi zilikutana na upinzani wa kidijitali, na mgongano uliendelea kuunda mtazamo wa umma kuhusu uhalisia wa uchaguzi wa mwaka 2025. Mwisho wa hadithi hii hauko kwenye kauli ya kidiplomasia, bali kwenye athari zake za mustakabali wa Tanzania. Uungwaji mkono wa kimataifa usiohoji unapotangulizwa mbele ya haki za raia unaweka msingi wa kuhalalisha ukandamizaji unaofuata. Ukimya unakuwa sera, hofu inakuwa zana, na uwajibikaji unasogezwa mbali zaidi. Tanzania inapokaribia ukurasa mpya wa historia yake, kumbukumbu za mwaka 2025 zinabaki kama onyo la gharama ya kupuuzwa kwa kweli. Mustakabali wa taifa unategemea kama jamii yake na washirika wake watachagua kusikia sauti zilizofunikwa na kuendelea kushikana mikono juu ya makaburi. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kutufuata kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.